Lakini leo tunaanza kujifunza somo lenye kichwa kinachosema fahamu mahali uliko. Fahamu mahali uliko. Narudia kwa wale ambao wanaandika. Somo letu linasema fahamu mahali uliko. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari ule wa 9. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 9. Bwana Mungu akamuita Adam, akamwambia uko wapi? Bwana Mungu akamuita Adam, akamwambia uko wapi? Au kwa lugha nyingine akamuuliza uko wapi? Mstari wa 10 akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Anachojibu Adamu sicho alichoulizwa. Naomba nirudie. Anachojibu Adamu sicho alichoulizwa. Jibu la Adamu ni kuonesha anachokifanya, si jibu sahihi ambalo Mungu alikuwa analitegemea kwake. Kwa sababu kwa haraka tu jibu sahihi ni kusema niko hapa kwenye bustani ya Eden. Lakini Mungu anapomuuliza uko wapi, ule mstari wa 10 anasema, akasema nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Mungu hakumuuliza uko uchi ama hauko uchi. Ni maelezo ya kukwepa majibu sahihi ambaye Mungu anayataka. Ni maelezo ya kukwepa kile Mungu anachotaka kumuuliza. Jibu sahihi angemjibu Mungu niko hapa, alafu Mungu amuulize swali la pili, unafanya nini? Tunaenda vizuri? Yaani hili jibu la pili lingefuatilia baada ya Mungu kumuuliza, okay, anapojibu niko hapa, swali la pili la Mungu angemuuliza unafanya nini? Jibu la pili la Adam angesema kila anachokifanya. Unanielewa? Sasa hakuna kitu kibaya unapokosa kuelewa mahali ulipo katika maisha ya kiroho na katika maisha ya kimwili. Uko wapi? Maana kila mahali anapokuwa mtu kuna kusudi mahali pale anapokuwepo. Mahali mtu alipo ndipo kuna baraka yake na neema yake. Mahali mtu alipo ndiko kuna baraka yake na neema ya kwake. Unapokosa kuweko kwenye position yako, kwenye eneo lako, ni sawa na mtu aliyekosa kuwepo kwenye eneo sahihi analotakiwa kuwepo kwa usahihi. Naomba nirudie. Ziko baraka zinatokana na eneo ulipo. Ukisoma kwenye kitabu cha Efeso, wakati anazungumza juu ya watoto kuheshimu wazazi wao, anasema nami nipate kukubariki katika nchi nikupayo. Maana yake kuna eneo Mungu anataka uwepo kwa wakati na kwa majira na kwa usahihi. Sasa unapokuwepo kwenye wrong place, kwenye eneo ambalo sio la kwako, kinachotokea kuna baraka unaweza ukazikosa. Kwa nini? Upo kwenye eneo ambalo sio sahihi wewe kuwepo.
Unakumbuka tulipojifunza somo la si kila mahali unapaswa kutoa sadaka? Unakumbuka? Kwenye Kumbukumbu la Torati anasema usitoe sadaka yako kila mahali uonapo. Tafsiri yake nikasema, maana yake kuna mahali sahihi Mungu anataka utoe ili ukutane na baraka zako kisahihi. Kwa hiyo huwezi tu kutupa sadaka ukakutana na ombaomba ukampa, ukakutana na huyu ukampa. Hapana, lazima usikilize ndani unaongozwa kutoa wapi. Kusudi la kusikiliza unaongozwa kutoa wapi ni ili uweze kupata mahali pa kung'ang'ana na Mungu juu ya baraka zako. Anapomuuliza Adamu uko wapi, ni kuonesha ya kwamba Adamu hayuko mahali anakostahili kuwepo. Ni kuonesha ya kwamba Adamu yuko ndani ya bustani ya Eden, lakini hayupo mahali. Tafsiri nyingine, anapoulizwa uko wapi, ni kana kwamba amepoteza ushirika na Mungu. Huwezi kuulizwa uko wapi kama unaonekana. Huwezi kumuuliza mtu uko wapi unayemwona. Wako ndani ya bustani, lakini mahali ambapo Mungu alimwacha anakuta ametoka kwenye hilo eneo, ameenda kwenye eneo lingine, na iko sababu ya yeye kutoka kwenye hilo eneo kwenda eneo lingine. Lakini Mungu hakutaka sababu kwanza. Mungu alitaka kujua yuko wapi. Alafu namba 2, afike mahali pa kuuliza kwa nini umekuweko kwenye hili eneo. Hili swali Mungu alimuuliza Adamu, lakini swali hili Mungu alimuuliza mtoto wa Adamu anayeitwa Kaini kwenye Mwanzo sura ya 4 na mstari kuanzia wa 9. Akamuuliza Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? Yuko wapi? Maana yake mahali anapotakiwa kuwepo hayupo. Alafu Kaini anasema, nani aliyekuambia mimi ni mlinzi wa ndugu? Unajua mtu akishaondoka kwenye eneo lake ni rahisi kuwa na majibu ya ukatili. Alafu Mungu akampa majibu ya kwamba sauti ya damu ya ndugu yako ninaisikia ikinililia ardhini. Alichokuwa anatakiwa kujibu Kaini kwa uwepesi, umeniuliza habari ya ndugu yangu, nimemuua. Ndio ilikuwa majibu sahihi. Kwa lazima ufahamu uko wapi, kwa majira gani, kwa wakati gani. Lazima ujaribu kuipima maisha yako ya kiroho, uipime maisha yako ya kimwili, kwamba je, hapa niliko katika maisha yangu ya kimwili, hapo ndiko Mungu alikusudia? Na lazima uangalie kwenye maisha yako ya kiroho kwamba kiwango hichi nilicho nacho katika maisha yangu ya kiroho, hapa ndiko Mungu anataka niwepo. Kiwango chako cha maombi, hapo ndiko unakotakiwa. Uko wapi kwenye usomaji wa neno? Uko wapi kwenye ibada? Lazima ufikiri hivyo vitu. Uko wapi? Maana saa nyingine Mungu anakuangalia kwenye ibada hakuoni, lakini wewe unajihesabia nipo. Hili neno la kusema nimesikia sauti yako nikajificha ni neno la visingizio, kama na wewe ulivyokuwa na maneno ya visingizio. Sasa visingizio vinasababisha kufunga mlango wa rehema, kwamba yamkini Mungu anakuuliza uko wapi on the spot ili akusaidie saa hiyo. Sasa wewe unazunguka, ilipanda ilishuka, kusaidika ni vigumu. Haungeulizwa uko wapi kama ungekuwa unaonekana, lakini kwa sababu uonekani katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili, ndio sababu unakutana na haya maswali. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anapokukosa kwenye nafasi yako, lazima utasikia sauti na kuuliza uko wapi. Kwenye ulimwengu wa mwili, unapokosekana kwenye mkusanyiko wa kawaida, lazima utasikia sauti na uliza uko wapi. Niliwahi kukwambia siku moja, ukitaka kujua kiwango chako cha maombi, kiwango chako cha utumishi, fika mahali pa kufikiri niko wapi kiutumishi kwa wakati huu.
Fika mahali pa kuwa na maswali. Kiwango changu cha maombi ikoje wakati huu? Fika mahali pa kufikiri, nilikotoka ninakokwenda, kiwango changu kikoje? Usiridhike tu kwenda kwa sababu unaenda. Lazima uanze kutathmini kiwango chako cha utumishi, kiwango chako cha wokovu, kiwango chako cha maombi. Kuanzia umeanza kuokoka, unaona kukua ama uko pale pale? Ukipata majibu ya kwamba uko pale pale, lazima utafute nini kilichoniweka hapa kwa muda mrefu, na neema ya Mungu itakusaidia na utaelewa. Lazima ufanye tathmini kwenye maisha ya wokovu, kuangalia, je, maisha yangu ya wokovu yanakuwa ama niko pale pale? Elisha, nisikilize mwanangu, lazima ufanye tathmini. Kiwango chako ulipokuwa sekondari ya maombi ya wokovu na baada ya kumaliza kidato cha 4, kiwango chako, levo yako ikoje? Ukiona levo yako imeshuka, lazima utafute nini kimeshusha levo yangu. Ukiona kiwango ambacho ulikuwa nacho kimeshuka chini, lazima utathimini, ayamkini kiwango changu kilikuwa juu kwa sababu nilikuwa nang'ang'ana nifaulu form 4. Niliwahi kuambia wanafunzi wanaomba sana wakiwa kidato cha 6, wakiwa kidato cha 4, wanang'ang'ana na kufunga. Kwa nini? Wanatafuta namba. Sikumaliza, wanatafuta namba. Sasa kuna wengine wakishapata namba, basi maombi yanasaulika. Maana yake unaposhuka kwenye kiwango, lazima utasikia hii sauti inauliza, uko wapi kwenye kiwango chako kwa wakati huu? Niliwahi kusema, usipopata hasara huwezi kupata faida, ila hasara inakufundisha kuelekea kwenye faida, kwamba kwa nini nimepata hasara. Kwa hiyo kuna mapito unaweza ukapita, lakini lengo la yale mapito inakupa wewe kupata nguvu ya kutafakari, kwa nini nimepita haya mapito. Ni swali la muhimu sana. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Maana yake amepoteza uhusiano wake na Mungu, hana ushirika ambao alikuwa nao. Ndio kitu Mungu anamuuliza, si kwamba amuoni. Kwa namna ya jinsi ya damu na nyama anamuona Adamu yuko pale na anajua amejificha, lakini kwa namna ya position, nafasi yake, hayupo. Mungu nisaidia watu wakuelewe. Angalia kitabu cha Habakuki sura ya 2. Fahamu uko wapi. Habakuki sura ya 2 na mstari ule wa 2, lakini naweza nikasoma mstari ule wa kwanza. Nasema, mimi nitasimama katika zamu yangu. Maana yake nitasimama katika nafasi yangu. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitalingana ili nione atakaloniambia na jinsi atakavyonijibu katika habari ya kulalamika kwangu. Ule mstari wa 2 anasema, Bwana akanijibu akasema, andika njozi hii ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Sasa pointi yetu iko kwenye mstari wa kwanza. Dhuluma ilikuwa imeingia kipindi cha Habakuki. Kuna namna ambaye kanisa lilikuwa limekaa vibaya, na watu wengi wakapoteza nafasi zao za kiroho, uhusiano na Mungu. So anarudi kwenye mstari wa kwanza, nasema mimi nitasimama katika nafasi yangu. Maana naposema nitasimama katika zamu yangu, maana yake nitasimama mahali ambapo mimi ni sahihi kuwepo, na lengo la kusimama kwenye eneo ambalo mimi napaswa kuwepo, ili nipate nafasi ya kuzungumza na Mungu. Maana yake usiposimama mahali unapotakiwa kusimama, huna nafasi ya kumuuliza Mungu juu ya jambo lolote. Yesu mwenyewe alikwambia,
Kwa nini Mungu aliwaadhibu watoto wa Eli? Ni kwa sababu Eli alishindwa kusimama katika nafasi yake. Ninyi mnafahamu Mungu anapompatia Samuel ujumbe juu ya kwenda kwenye nyumba ya Eli, Eli anauliza Mungu amekwambia nini? Alafu Samuel anamwambia Eli, Mungu amesema watoto wako Mungu atawapiga kwa siku moja. Kwa nini? Kwa sababu uliwaheshimu watoto wako, ukaacha nafasi yako kama baba, ukawapa nafasi watoto wako, wakaharibu madhabahu, so watakwenda kufa. Nilipokuwa nasoma, Eli anasema Mungu na afanye kama anavyotaka. Kwa hiyo nikaona bado huyu mzee akili yake na ilikuwa ina shida. Maana yake aliposikia hilo neno angesimama kama Hezekia kumwambia Mungu, ninatubu kwa sababu ya watoto wangu, ninasimama kama nafasi ya baba, ninaomba rehema kwa ajili ya uzao wangu. Lakini maandishi ya chini yanasema Mungu na afanye kama aonavyo. Sasa si Mungu anafanya kama aonavyo? Hivi mtu akiwaita hapa, alafu kila mtu akaulizwa unataka nikupe nini? Alafu kajibu nipe chochote, naweza nikakupa chochote. Kwa nini? Ndicho ulichokiomba. So kwa sababu ya kushindwa kusimama kwa Eli kwenye nafasi yake, uharibifu uliingia kwenye familia yake. Kwa unaposhindwa kusimama kwenye eneo lako kwa usahihi, uharibifu ni rahisi kuingia. I don't know kama unanielewa. Kwa hiyo Mungu anajaribu kumrudisha Adamu kwenye nafasi yake aliyeipoteza kwa kumpitia mke, na mke alipoteza kwa kumpitia nyoka. Sio kama unaona vile nafasi imepotezwa, kwamba mke anasema si mimi niliyemsababisha Adamu akapoteza, ni nyoka, na Adamu anasema si mimi wala si nyoka, ni huyu mwanamke. Alafu Mungu akaamua sasa hukumu wake kila mahali pale. Sasa Habakuki anasema nitasimama katika zamu yangu. Maana yake hakuna namna ya kuzungumza na Mungu kama hauko kwenye nafasi yako. Kwa nini maandiko yanasema tuwapate wapi wanawake wajuao kuomboleza? Si kwamba wanawake wajuao kuomboleza hawapo. Wapo, lakini hawapo kwenye nafasi. Ndio sababu Yeremia anaandika sura ya 9 vizuri, kuanzia mstari ule wa 18 mpaka 20. Anasema na wafanye haraka waitwe wanawake wajuao kuomboleza. Si kwamba hawapo, wapo, lakini hawatambui nafasi zao, wala hawasimami kwenye nafasi zao, lakini wapo. Na hakuna kitu kibaya kama kuto kutambua nafasi Mungu aliyekupa. Ni hatari sana. Kwa Mungu nisaidie. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Fahamu mahali ulipo. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza, maandiko yanasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Sikiliza point nataka uone. Uende mpaka nchi nitakaye kuonesha. Tafsiri ya hili uende mpaka, maana yake nenda mpaka mahali ambapo ni sahihi wewe kuwepo. Uende mpaka nchi nitakaye kuonesha. Mstari wa 2 anasema naam, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe mbarikiwa. Anatamka kama maneno matano. Sasa sikiliza, huwezi kufanywa mbarikiwa kama hauko mahali sahihi. Kanisa, unanielewa? Naomba nisikilize. Huwezi kufanywa mbarikiwa kama hauko mahali sahihi, ambaye pale penye sahihi ndiko kuliko beba baraka zako. Anaposema uende mpaka nchi nitakayo kuonesha, maana yake ni nini? Abrahamu akatembea akafika mahali ndani ya nafsi yake akahisi kama amechoka, akaamua kusimama popote. Maana yake amesimama mahali ambapo baraka zake hazipo. Kiswahili kigumu kidogo, tanielewa tu. Au kama angetembea pasipo sauti ya Mungu, akafika mahali akaona amechoka kwenye safari, alafu akaamua kujenga kambi pale, ikawa akajenga kambi mahali ambapo si neema ya Mungu iko pale. Nakumbuka wakati Yakobo anasafiri kumkimbia ndugu yake Esau kwenda kwa Laban, alitembea usiku kucha, lakini akafika mahali
Usiku kwa sababu ya uchovu akaamua tu kulala nyikani. Alipokuwa analala nyikani, maandiko yanasema akalichukua jiwe akaliweka chini ya kichwa chake kama pilo. Alafu ghafla akaanza kuota ndoto, ngazi imesimamishwa, alafu malaika wanapanda wanashuka. Yakobo akasema, hakika sikujua kama Mungu yuko hapa. Sasa sikiliza vizuri, anaposema hakujua kama Mungu yuko mahali pale, maana yake kwa namna nyingine Yakobo alikuwa mahali sahihi, lakini pasipo kujua yuko mahali sahihi. Unanielewa? Alikuwa mahali ambapo ni lango, lakini hakujua kama ni lango. So kama Yakobo angepiga hatua nyingine mbele zaidi, maana yake angekuwa nje ya lango la mbinguni. Na ndipo akaweka agano pale. Yeye ndio mtu wa pili kuzungumza, tukiamwachana na Ibrahim, tukiachana na Melkizedek ambaye amepewa fungu la 10. Lakini hapo ndiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 28, hapo ndiko Yakobo anapozungumza, anasema, na jiwe hili nimelisimamisha litakuwa nguzo, na kwamba Bwana utanilinda niendako na utabariki nakokwenda, nikirudi Mungu mahali hapa, moja, itakuwa nyumba yako, lakini namba 2, nitakutolea sehemu ya 10 katika kila utakalo nifanikisha. Sasa sikiliza, pamoja na Yakobo kumwona Mungu pale, hakukaa pale, kwa sababu hapo ndio sio mahali pa kukaa. Aliamka asubuhi akaondoka, anatafuta mahali sahihi ambaye Mungu amekusudia kumbariki. Mungu alikusudia ambariki Yakobo kupitia kwenye familia ya Labani. Na ndio sababu pamoja na Yakobo kudanganywa mara 10, Yakobo hakuondoka mpaka aliposikia sauti ya Mungu inamwambia, sasa wachukue wake zako uondoke kwenye nchi ya baba yako. Yakobo anamfuata Laban, anamwambia, nipe mke wangu na watoto wangu niondoke. Kwa nini? Amesikia sauti ya Mungu baada ya miaka 20 aliyotumika, kwamba sasa hapa hakuna baraka zako tena, ondoka. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kibaya kama kukaa kuabudu ama kufanya jambo lolote kwenye eneo ambalo huna usahihi wa kimungu. Ni somo gumu kidogo. Kwa nini? Unaweza ukastruggle sana, ukafikiri kana kwamba si sahihi wewe kubarikiwa, lakini uko kwenye eneo ambalo sio sahihi kwako. Okay. Anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa. Atamfanya wapi? Atamfanya kwenye nchi aliyemwonyesha. Kama Ibrahimu akiishi nje ya ile nchi Mungu aliyemwonyesha, hafanyi taifa, hafanyi baba, habarikiwi, hafanyi uzao, wala hatukuzwi. Wewe Mungu nisaidie. Angalia kile kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22. na mstari ule wa 2 na 4. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, uende zako mpaka nchi ya Mori, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakaye kuambia. Sikiliza vizuri, nachotaka uone ni kile kipindi cha mwisho. Kuchukua sadaka si tatizo. Tatizo langu, unapeleka mahali sahihi? Tatizo langu hapo ndiko likooneshwa. Anasema umchukue mwana wa pekee. Sawa, ni wa pekee, sawa, hii sadaka ni ya pekee, lakini mahali ulikopeleka ni sahihi? Maana ile sadaka iwe na matunda, lazima iwe imeenda mahali sahihi. Unaweza ukatoa sadaka nyingi kubwa sana, lakini ukakosa matokeo ya sadaka kwa sababu umeenda mahali ambapo sio nini sahihi. Na hapo ndio tunapataga shida. Nimetoa kweli, umetoa mahali sahihi? Ndio cha kujiuliza. Na naomba alafu jifunza kutotoa sadaka kwa kuhurumia. Kwa kufanyaje? Yaani usimsaidie mtu kwa kumhurumia. Msaidie mtu kwa sababu ni hamasa ya moyo wako. Yaani hapa ninapanda mbegu, sio napanda huruma. Yaani maana yake ukimkuta mtu ana shida, si umsaidie kwa sababu unamhurumia.
Fanya kwa sababu najua ninapanda mbegu itakayoota kwa wakati mwingine. Haleluya. Wende mpaka nchi ya Mori ukanitolea sadaka katika moja ya milima nitakayo. Maana yake ile nchi ya Mori kulikuwa kuna milima nyingi, lakini Mungu anamuonesha mahali sahihi, mahali ambapo anatakiwa kuwepo kwa ajili ya kufanya ibada kwa wakati huo. Kitabu cha Ezekiel sura ya 22. Ezekiel mlango wa 22. Ezekiel mlango wa 22 na mstari ule wa 30. Mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaharibu, lakini sikuona mtu. Si kila mtu anaweza kasimama kwa sababu ya nchi. Si kila mtu anaweza kasimama kwa sababu ya kuzuia uharibifu kwenye familia yenu. Ukisoma Waebrania mlango wa 5 mstari wa 1 anasema, maana si kila mtu, anasema maana kila mtu aliyetwaliwa katikati ya wanadamu ametwaliwa kwa ajili ya mambo ya msuo Mungu. Kwamba niliwahi kukuambia kila mtu aliyeokoka ndani ya familia yake Mungu anamtambua kama kuhani wa hiyo familia. Yaani haijalishi ukoje, haijalishi umesoma hujasoma, lakini maadamu umeokoka ndani ya familia yenu, Mungu anakutazama kwa jicho la kuhani. Mungu anakutazama kwa jicho la utumishi. Maana yake ili uharibifu isitokee ndani ya familia yenu, wewe ndio unapaswa kusimama kwenye nafasi ili kuzuia uharibifu, ili kusababisha wokovu kwenye familia. Sasa uko wapi kwenye familia? Wanakutambua vipi? Haleluya. Uko wapi kwenye familia yako? Anasema nilipokuwa natafuta mtu sikumuona mtu aliyeweza. Maana yake hakuna, wote wameacha nafasi zao. Hebu tusogee kidogo, maana maandiko ni mengi kidogo. Angalia kitabu cha Isaya sura ya 50 na mstari wa 2. Kitabu cha Isaya sura ya 50 na mstari wa 2. Fahamu uko wapi? Je, mahali ulipo ndiko Mungu anataka uwepo? Na unaweza ukawa mahali lakini nafasi yako ama uwepo wako hauonekani kama upo. Isaya 50 mstari wa 2 anasema, basi nilipokuja mbona hapakuwepo na mtu? Ukiangalia pale ni alama ya ulizo. Narudia, basi nilipokuja mbona hapakuwepo na mtu? Nilipoita mbona hapakuwepo na mtu aliyenijibu? Fikiria tu haya maswali mawili. Mungu anauliza kwenye kanisa hilo kwamba Mungu alipotembelea hakumkuta mtu. Watu wapo lakini hawapo kwenye nafasi. Umeelewa vizuri? Watu wapo lakini hawapo kwenye nini? Nafasi. Na ukumbuke huwa Mungu anatembelea mahali na shetani anatembelea. Lakini swali langu ni hili: Mungu anapotembelea eneo lako wakati wa majira ya maombi, anakukuta ama hakukuti? Mungu anapotembelea eneo la kuabudia wakati wa kuabudu, anakukuta ama haukukuti? Maana sometime upo umekaa lakini haupo. Sio kama unaelewa maswali ya ulimwengu wa roho. Yaani upo kabisa, hata sasa upo hapa lakini haupo. Kama si kichwa chako kiko kwenye biashara ama kichwa chako kinauliza atamaliza saa ngapi, maana yake upo lakini haupo. Upo hapa kabisa lakini haupo. Maana yake Mungu anapopita anakuona umekaa kwenye kiti lakini hakuoni kwenye position ya kiroho. Anakuona umekaa kwenye kiti lakini hakuoni kwenye ile, hakuoni kwenye usikivu, lakini upo umekaa. Kama vile umekaa lakini upo haupo. Hivi umewahi kuongea na mtu anakuambia hata sikuweko hapa, lakini ulikuwa naye, lakini anakuambia hebu rudia, tunajua hata sikuwepo.
Maana yake alikuwa na wewe, gogo lilikuwa na wewe, lakini ufahamu wake haupo. Kwa anapouliza uko wapi, maana yake unaweza ukawa kanisani lakini haupo. Na pasenti kubwa watu tulionao kanisani leo ni watu ambaye wapo lakini hawapo. Umenachosema? Ndio wale wanatoka, najua mimi sikuelewa mchungaji alikuwa anafundisha nini. Alikuwepo lakini hayupo. Maana angelikuwepo angeelewa, lakini mwili ulikuwepo ila ufahamu wake haupo. Kwa hiyo Mungu kuzungumza na mtu ambaye yupo lakini hayupo ni vigumu. Mungu huzungumza na mtu ambaye yupo na ambaye yupo. Sasa niseme pasenti kubwa tulionao kwenye ibada popote pale ni watu ambaye wapo lakini hawapo, na hiyo ni hatari. Sasa nasema nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita, mbona hawakuwa na mtu yoyote wa kunijibu? Maana yake hakuna mtu aliyekuwa kwenye nafasi kusema mimi hapa Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 16 unaweza ukaenda kusoma mwenyewe. Ukianza ule mstari wa 4 ni kuonesha kitu ambacho kinaweza ikamtoa saa ingine mtu kwenye nafasi. Ni muhimu nikaisoma. Mwanzo sura ya 16. Nitasoma mstari wa 4 alafu nitaruka nitaenda mistari mingine. Ni kuonesha kitu ambacho ni moja ya vitu inaweza kumuondoa mtu kwenye nafasi. Mwanzo 16 mstari wa 4, maandiko yanasema, basi akamuingilia Hajiri naye akapata mimba. Naye alipoona ya kuwa amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Unaona hicho kitu? Kuna kitu kinachoitwa kiburi baada ya kupata. Hajiri alikuwa mnyenyekevu sana na mtiifu, lakini nini kinachomuondoa kwenye nafasi? Ni baada ya kupata. Kwa hiyo kuna watu wengi wamepoteza nafasi kwa sababu walipopata walisahau kunyenyekea. Hiyo ni katika roho au katika mwili. Sikiliza, tutaenda vizuri tu. Anasema alipopata mimba, bibi yake akawa duni machoni pake. Maana yake Sara akawa hana thamani machoni pa Ibrahim na machoni pa Hajiri. Hajiri ameona kitumbo kimekuja, akaanza kuona Sara si chochote, hakina maana hiki kibibi, akawa duni, sio kitu cha thamani. Sikiliza vizuri ule mstari wa 8. Mstari wa 7 anasema, malaika wa Bwana akamuona kwenye chemchemi ya maji. Anamuona Hajiri jangwani. Alafu mstari wa 8 akamwambia, Hajiri, wewe mjakazi wa Sara, unatoka wapi? Unakwenda wapi? Maswali mawili tu. Unakwenda wapi na unatoka wapi? Kwa nini malaika anamuuliza? Maana yake anajua haya mazingira ambayo Hajiri yupo si mazingira yake. Lazima kuna sababu imemsababisha haya mazingira awepo. Na haya maswali ndio tunakwepaga. Sikiliza vizuri, akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sara, unatoka wapi na nawe unakwenda wapi? Hajiri kuna kitu kimemsaidia, alipondeka mapema. Na hii itatusaidia kama tutakuwa watu wa kupondeka tunapoulizwa maswali na Mungu. Akanena akaniambia, au akanena, nimekimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sara. Anaeleza vizuri, anasema hapa niliko najua sio sahihi, lakini nimegundua nini, na utaona mistari ya chini kabisa. Anasema hapa niliko sio sahihi na kukwenda sio sahihi, lakini kilichonifanya niwe hapa niliko sasa ni kwa sababu nakimbia uso wa Sara. Kwa nini akimbie? Huwezi kukimbia bure. Methali 28 mstari wa 1 anasema, wenye haki ni wajasiri kama simba.
Anaanza kusema waovu kimbia pasipofuatiwa na mtu. Methali 28 mstari wa kwanza. Waovu kimbia wasipofuatiwa na nani? Na mtu. Huwa dhambi inamkimbiza mtu. Dhambi inamnyima mtu ujasiri kama hujui kuelewa. Dhambi inamfanya mtu asiwe karibu na wengine. Anahisi kama mambo yake yanaeleweka. Nilikwambia mtu akisha dondoka, akikengeuka, anaanza kukwepa mpaka waliokoka. Dhamira yake inamtesa. Kwa ajili kinachomsaidia, anasema kweli, anasema ni kwa sababu nalikimbia mbele ya bibi yangu. Sikiliza namna ya kusaidia kurudisha nafasi yako. Ukitaka kurudisha nafasi yako, ni kitu kinachoitwa toba, ndio inarudisha nafasi. Nazungumza na kanisa. Ili urudishe nafasi yako, uwe ni mtu wa kunyenyekea na kutubu. Otherwise huwezi kurudisha. Sikiliza mstari wa 9. Anasema malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Rudi. Alafu unajua kiburi kimemfanya eti anakimbia na mimba, hajui anakokwenda. Umeelewa vizuri? Yaani anafikiri, yaani kupata mimba ni jambo lingine na kulelewa ni jambo lingine. Nani atampikia supu? Ataenda kuishi wapi? Miaka yote amekaa kwa Ibrahim. Ameona tumbo limejaa, anakimbia, anaanza kumbeza yule bibi. Alafu yule bibi Biblia inasema akamtesa. Akamwambia ngoja. Ngoja nione naye atakusaidia. Akaona jawabu ni kukimbia badala ya kuomba rehema kwamba nisamee au kunyenyekea. Sasa malaika anampa ufahamu. Anasema malaika wa Bwana akamwambia pale, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Nenda, uwe mjinga. Lengo ni nini? Ili ujifungue salama na mtoto alelewe na mtoto apewe nafasi. Kwa nini? Ahadi na baraka za huyu mtoto yuko kwa huyo bibi. I don't know kama anazungumza. Maana yake anakokwenda ajiri, hakuna lango la huyu mtoto. Lango lazima arudi kwa Sara. Oh, Mungu nisaidie unielewe. Mstari wa 10 anasema, malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitazidisha uzao wako, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi. Malaika wa Bwana akamwambia, tazama wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume na utamwita jina lake Ishmael, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Sasa ukiteremka chini kuna vitu anaijua vingi. So ikabidi ajiri arudi taratibu kwa Sara. Ni kuna vitu ambavyo vijaandikwa. Akaomba msamaha kwanza kwa kumuona ni duni, alafu akanyenyekea, akakaa, akajifungua, akatunzwa, unajua kilichokuja kumfukuza tu pia ni roho iliyokuwa ndani yake ilimuingia mtoto. Maana mtoto alipokuwa baada ya Isaka kuzaliwa, Ishmaeli, Biblia inasema Sara alipoona mwana wa mjakazi anafanya dhihaka. Wewe ni nani wewe? Wewe mtoto tu, mimi nimezaliwa kabla yako, mama yangu ndio hivi. Sara alipoona ile roho ya mama imeingia kwa mtoto. Nimewahi kufundisha roho za kurithi. Kuna roho usipoishughulikia na kutubu, mtoto wako atarithi complete jinsi ulivyo. Yaani atabeba tabia yako yote. Na ndio sana naombaga wajawazito, msio wavivu mkiwa wajawazito, utazaa ni vivu. Haleluya. Tazaa litoto halitaki kazi. Tazaa litoto linakaa tu kama mlenda. Kwa nini? Tangu tumboni alikuwa limlenda la ajabu sana. Alafu unaona ni sawa tu, ni kudeka. Sawa, pambana na hilo jukumu sahihi. Hata ukiona natafuna udongo, kumbuka ulitafuna. Ulikuwa unazura vibanda vingapi kutafuta? Haya, acha atafute. Akarudi akanyenyekea. Lakini Sara alipoona huyu mtoto anafanya dhihaka juu ya mtoto wangu, akarudi kwa Ibrahim. Akamwambia, sikiliza hapa, hatutaenea, mfukuze. Kwa nini? Hawezi kufanya dhihaka. Ibrahimu akakata rufaa. Akaenda akalia, Mungu, hivi kweli ni haki? Angalia, Sara amekuwa na roho mbaya. Sijai kuona katikati ya wanawake. Mungu, zungumza na Sara. Ananiambia nimfukuze mtoto wa viuno vyangu, tena mzali wangu wa kwanza. Akazungumza, alipomaliza yote, Mungu amemaliza fukuza.
Mungu akaingia upande wa Sara akamwambia fukuza. Biblia inasema hilo jambo likamuuma, likawa baya. Ibrahimu akashindwa kumuuliza Mungu ya kwamba hivi Mungu unaungana na mke wangu na wewe mnanipambania pamoja? Mungu akamwambia fukuza. Kwa nini? Mwana wa mjakazi kama Sara alivyosema hawezi kurithi, hana ahadi ila ana tamko. Unajua kuna tofauti ya kurithi na kutamkiwa. Matamko atapata, lakini hapo kwa nini? Mwana wa Sara ni mwana wa ahadi. Huyu ni mwana mliyemtafuta wenyewe kwa kushindwa kwenu, na kwa sababu mlitafuta wenyewe kwa kushindwa kwenu mkakata shortcut. Mimi siko tayari kuingilia hilo. Anamwambia kama ulivyosikiliza sauti ya Sara msikilize. Anamwambia sikiliza sauti ya mke wako Sara, sio ya kwangu, kwa sababu hata atapokuambia muingilie uzae naye hukutaka kunisikiliza, ulimsikiliza yeye. Hata sasa msikilize. Hiyo kesi sio yangu. Kuna makesi mengine sio ya Mungu, ni ya kwenu wenyewe. Tunaelewana pamoja? Ni ya kwenu wenyewe. Si imekufa na tuache ibada hapo hapo.